Tuko hapa kwa kufanya mambo makubwa matano kama shirikisho. Shirikisho ndio msemaji mkuu wa vyama vya tiba asili Tanzania na waganga wote wa tiba asili Tanzania na wachimba dawa wote wa tiba asili Tanzania na wauzaji wote. SHIVYATIATA ndio mtetezi wa watibabu wa tiba asili Tanzania. SHIVYATIATA ndio inayosimamia mwenendo mzima wa vyama vya tiba asili Tanzania, waganga na watoa huduma wote wa tiba asili Tanzania, ikishirikiana na Wizara ya Afya na Baraza la Tiba Asili Tanzania, la tiba asili na tiba mbadala. Sasa leo tuko hapa kwa ajili ya kutoa tamko na msimamo wa shirikisho la vyama vya tiba asili Tanzania. Hivi karibuni mnamo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu 2016, baadhi ya watoa huduma ya tiba asili hapa nchini waliitwa na Baraza la Tiba Asili. Wengine waliitwa kwa njia ya simu na wengine waliitwa kwa njia ya barua. Barua hizo za wito na simu zilizopigwa zilikuwa na lugha kali na ya kumtisha anayeitwa. Watu hao waliitikia wito huo na kufika baraza. Baada ya kufika, waliambiwa kuwa hawajaitwa na baraza bali wameitwa na kamati ya maadili. Lakini kutokana na wao kufahamu uwepo wa baraza hilo la kisheria, walikubali kusomewa tuhuma dhidi yao na mwanasheria wa baraza, na kisha walikubali kuhojiwa na kamati ya maadili na kuruhusiwa kuondoka. Ndugu wananchi, kilichotokea tarehe 11 mwezi wa 7 2016 ni kitendo cha msajili wa baraza kuwaandikia watoa huduma hao kuwa baraza limemwagiza kuwafutia usajili baadhi yao na kuwasimamisha wengine kwa muda wa miezi 6 na wengine kupewa onyo. Na kilichotokea kesho yake tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2016 ni mwenyekiti wa baraza hilo kutoa tamko kwa umma kuwa baraza limetoa adhabu hiyo kwa kuzingatia kuwa waganga hao walikutwa na hatia katika tuhuma waliosomewa. Lakini jambo la kushangaza ni kitendo cha wajumbe watatu wa baraza hilo walioitwa kwa kushtukizwa asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 7 2016 kuja kusikiliza tamko la mwenyekiti wa baraza kuonyesha mshangao juu ya adhabu zilizotolewa na kutamka kuwa hayo maamuzi yaliyotolewa wao wajumbe hawakushirikishwa na wala hawayajui, na wanashangaa kikao cha baraza kilikaa wapi na lini. La kwanza, maamuzi yaliyotolewa hayakuzingatia taratibu na sheria namba 23 ya tiba asili na tiba mbadala ya mwaka 2002, sura ya 4 kifungu cha 23 ukurasa 28. Jambo la pili, maamuzi ya mwenyekiti wa baraza Dr. Edmund Kayombo hayakuzingatia mapendekezo ya kikao cha kamati ya maadili kilichokaa tarehe 17 mwezi wa 6 2016 kuwajadili. Tatu, maamuzi hayo hayakuzingatia misingi na miiko ya tiba asili iliyojikita katika mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania yenye makabila zaidi ya 123. 4, maamuzi hayo hayakuzingatia agizo la Mheshimiwa Rais la kuwataka Watanzania kila mmoja katika eneo lake la kazi kufanya kazi kweli kweli, na pia linapingana na kauli mbiu ya hapa kazi tu. 5, maamuzi hayo hayakuzingatia sera ya uendelezaji viwanda katika eneo la tiba asili. 6, maamuzi hayo yanasababisha wadau wa tiba asili kuichukia serikali yao ambao wapo zaidi ya 75,000. 7, maamuzi hayo hayakuzingatia fursa za ajira na kuinua uchumi wa Tanzania kupitia tiba asili ambayo ni dhahabu ya kijani. Mfano wa kliniki moja iliyofungiwa ina wafanyakazi zaidi ya 100 na zipo kliniki 5 ambapo sasa ni wafanyakazi zaidi ya 500 wanakosa ajira kwa maamuzi ya msimamo wa shirikisho. Ndugu wananchi, kutokana na nchi hii kuwa na sheria namba 23 ya tiba asili na tiba mbadala ya mwaka 2002, Watanzania wengi hususan wanaojishughulisha na utoaji wa tiba asili na tiba mbadala waliamini kuwa sasa kazi zao zitakuwa na heshima mbele ya jamii kuliko ilivyokuwa awali ambapo huduma hii ilikuwa haijatambuliwa rasmi kisheria.
Lakini baada ya kuwepo sheria hii na kuundwa kwa chombo kama baraza, heshima ya tiba asili imekuwa ikiporomoshwa siku hadi siku, na maneno ya kuidhalilisha tiba asili na waganga kwa ujumla wa tiba asili yamekuwa yakitolewa na viongozi wenye dhamana katika eneo hili la tiba asili bila hata kuogopa wala kujali madhumuni hasa ya kuundwa sheria hii yalikuwa ni nini. Na wanasahau kuwa sheria ya tiba asili na tiba mbadala imeikuta tiba asili ikiendelea kutoa mchango mkubwa katika eneo la afya, na hakukuwepo malumbano na migogoro mikubwa kama ilivyo sasa. Hivyo msimamo wa shirikisho ni kwamba tunaenda mahakamani kuiomba mahakama ambayo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano ndiyo chombo cha kutoa haki na pia ndiyo chombo chenye uwezo wa kutafsiri sheria. Tutaiomba mahakama itoe tafsiri sahihi juu ya vifungu vya sheria ambavyo tunaamini vinatumiwa vibaya na wale watendaji wa baraza ambao hawana uchungu wala upendo wa tiba asili. Tunafanya hivi kwa lengo la amani na kuondoa hii migogoro ya mara kwa mara inayojitokeza. Pendekezo ya shirikisho. Pendekezo la kwanza, wale wote waliofungiwa waruhusiwe kuendelea na kazi zao na shauri lao liangaliwe upya ili haki itendeke. Pendekezo la pili, sekretarieti ya baraza itokane na waganga wa tiba asili na tiba mbadala ili kuondoa mapungufu yaliyopo sasa, ambapo wanaohudumu katika eneo hilo ni manesi na madaktari wa tiba ya kisasa ambao hawaijui tiba asili na hawana mapenzi nayo. Waganga na wakunga wote ambao walishajaza fomu za usajili na kulipia ada waendelee kutoa huduma huku wakisubiri vyeti vyao kutoka baraza. 7. Wafanyakazi wa baraza wasiokuwa na dhamira ya kuendeleza tiba asili na tiba mbadala waondolewe mara moja ili kuinusuru tiba asili hapa nchini. 8. Shirikisho linamuomba Mheshimiwa Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Ummy Mwalimu achukue hatua ya kuwaondoa wale watendaji wote waliopo kwenye baraza ambao ana mamlaka ya kuwawajibisha, kwani wamekuwa wakifanya vitendo vya kuwadhalilisha waganga na kutokuwahudumia kwa upendo, kitu ambacho waganga wengi kinawakatisha tamaa.